nguvu na atukuzwe sasa na hata milele. Niendelee kukutakia heri ya mwaka mpya na kukutakia baraka za mwaka mpya. Hongera kwa kufika. Mtukuze Mungu, mtukuze yeye aliyetukuka, anayekupenda, anayetulinda, anayetusaidia. Yesu mwana wa Mungu aliye hai, Mungu mwenye nguvu, aliyetupenda, anayetupenda, ambaye anatulinda wakati wote. Endelea kuachilia fikra zako na moyo wako na maisha yako kumtumikia Bwana Yesu. Haleluya. Ninakushukuru Baba mwenye nguvu na uweza. Asante kwa tarehe hii tena, tarehe ya pili mwezi wa kwanza 2026. Jina lako litukuzwe, jina lako litukuzwe, jina lako litukuzwe Yesu Kristo. Mungu unayetupatia kwa neema siku hadi siku na kutulinda. Lihimidiwe jina lako. Asante Bwana kwamba umeuvika mwaka unono, umeudondozea unono wako na baraka zako. Ninasema asante. Asante kwa siku hii na saa hii tena. Mapenzi yako Baba naomba yakaendelee kutawala, kutimizwa kila wakati, kila saa kwa utukufu wa jina lako. Naomba rehema zako Mungu wa rehema, kila asikiaye, kila atazamaye, naomba Baba ukatende jambo. Ni mwaka mwingine tunatamani mageuzi, mapinduzi, mabadiliko rohoni, nafsini, kimaisha, katika malango, katika familia. Ikawe mapinduzi, yale mengine ya udhaifu yakaondolewe, yale ya kushindwa, yale yaliyo kinyume na mapenzi yako yakaondoke, yale ya udhaifu yasiwepo tena kwa jina la Yesu, bali uweza wako, nguvu zako katika jina la Yesu. Usifiwe Bwana, utukuzwe milele. Amina. Mungu wangu na Baba katika Mwokozi Yesu Kristo akubariki, akuongoze katika mapenzi mema tena ya kutafakari neno la Mungu katika mwaka huu mwingine ambao tumepewa. Endelea kumwabudu yeye tu na kutulia mbele zake sana, usikie asemacho. Tunahitaji hekima ya Mungu, tunahitaji ufunuo wa Mungu, tunahitaji maarifa ya rohoni sana katika mwaka huu, katika na hasa miezi ya kwanza. Mungu atubariki na kutuongoza namna tutakavyoenenda kwa uweza wake. Karibu tupate neno la Mungu. Ujumbe wa mwaka huu. Wazo kuu ni hili. Wazo la ufalme wa Mungu. Wazo la ufalme wa Mungu ndicho kichwa tunachoenda nacho, ndio ujumbe wa mwaka huu. Ujumbe wa mwaka huu ni kutembea na wazo la ufalme wa Mungu. Ni kutembea na wazo la ufalme wa Mungu. Ufalme wa Mungu kwanza. Ufalme wa Mungu kwanza ndio wazo kuu, ndio kilicho mbele yetu. Kitangulize mbele yako kwamba wazo kuu, ufalme wa Mungu kwanza. Mungu akubariki sana. Haleluya. Nisome maandiko matakatifu. Tuona anavyotuonyesha Mungu wetu hapa kwa kipekee kabisa katika kile kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana, alafu nitasoma pia katika Kutoka na hata katika Isaya pia. Nianzia hapa kwenye waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 19. Neno la Mungu nasema, sisi twapenda kwa maana yeye alitupenda sisi kwanza. Sisi twapenda kwa maana yeye alitupenda sisi kwanza. Mtu akisema nampenda Mungu naye amchukia ndugu yake ni mwongo, kwa maana asiyempenda ndugu yake ambaye amemwona hawezi kumpenda Mungu ambaye hakumuona. Amina. Nataka tusimame sana kutazama neno hili. Sisi twapenda kwa maana yeye alitupenda kwanza. Yeye alitupenda kwanza. Ukitazama dunia ina vitu vingi vya thamani, ina vitu vingi vinavyovutia na vizuri, na ina mambo makubwa mengi ya kutazama, lakini Mungu ambaye ndiye muumba na vitu hivyo vya thamani vipo vingi, yeye kwanza anaangalia kutupenda sisi. Alipoona tumevuruga, tumeharibu, alipoona tumepotea, tunakwenda katika giza, ndipo anasema akatupenda. Ndio sababu hakuacha tuangamie.
akatupenda. Wazo ni kwamba ni ufalme wa Mungu kwanza. Sasa ikiwa Mungu ametupenda kwanza sisi, ndipo anasema sisi nasi twapenda kutimiza mapenzi yake. Haya maandiko mengine ya nyuma pia yanaeleza juu ya upendo wa Mungu. Juu ya upendo wa Mungu jinsi ulivyo. Sasa kwenye mstari wa 19 anasema sisi twapenda, kwa maana yeye alitupenda kwanza. Yeye alitupenda kwanza. Mungu alitupenda kwanza, na ndio sababu akaamua kuchukua nafasi ile ya kuja kutukomboa, au akaacha vyote kwanza, alafu akatuona wakutangulizwa ni sisi. Akaacha vyote kwenye ufalme wake katika enzi yake, akatukimbilia sisi ili tupate kuokolewa. Hapa kikubwa tunachokitaka kukijua ni kutanguliza wazo la kwanza liwe ni Mungu. Namba moja iwe ni Bwana. Namba moja iwe ni Mungu. Namba moja iwe ni Bwana Yesu. Ufalme wa Mungu kwanza. Tukikosea katika kuanza, tumeanza mwaka sasa, ni kama tuko kwenye msingi tunajenga. Ukikosea msingi, unajua ni hatari sana safarini, au maendelezo yanaweza yakawa shida, kukatokea tatizo. Kwa hiyo namba moja, jambo la msingi la kwanza ni kutanguliza ufalme wa Mungu kwanza. Mungu kwanza. Tuko mwanzoni mwa mwaka, ni tarehe ya 2 sasa. Kwa hiyo tuwe makini sana kwenye kuanza. Mungu atusaidie tunapoanza, tusije tukakosea. Tunamhitaji Mungu atuongoze, atuwezeshe, atusaidie tunapoanza, ili tusije tukaenda nje ya mapenzi yake tukaharibu. Na kabla sijaendelea na hapa, natamani tena tuone kwenye kitabu kile cha Kutoka 34, kitabu cha Kutoka 34, uone lile Mungu anataka tuliingize ndani yetu, liwe la kwanza, tulijaze ndani yetu. Kutoka 34:26. Kutoka 34 mstari wa 26, utaona anasema hivi. Anasema mstari wa 26, vitu vya kwanza vya malimbuko ya nchi yako utavileta na kuvitia ndani ya nyumba ya Bwana Mungu wako. Usimtokose mwanambuzi katika maziwa ya mama yake. Bwana akamwambia Musa, andika maneno haya, kwa kuwa mimi nimefanya agano nawe na pamoja na Israeli kwa mujibu wa maneno haya. Vitu vya kwanza vya malimbuko, vitu vya kwanza. Nachokiona hapo, au tunachotakiwa kukiona hapo, pamoja na ufafanuzi mwingine au mafunuo mengine, ni kwamba Mungu anataka watu wake, kwamba mawazo yao, mipango yao, mapato yao na maishani mwetu tumtangulize yeye. Mahali pale ukienda kwenye Kutoka tena kule kwenye amri, anasema imetupasa tumwabudu Mungu peke yake, tusiabudu miungu, tumpende Mungu kuliko vitu vyote. Hii maana yake ni kumtanguliza Mungu kwanza, ni kwamba ufalme wake na kila kitu tutangulize mbele. Sasa hapa anawaambia kwa habari ya utoaji wa sadaka. Sasa sihubiri kuhusu utoaji wa sadaka, ila ninachotaka tuone hapo ni kwamba Mungu anataka mawazo yetu yote, katika mpaka kwenye mapato, mpaka kwenye utoaji. Maana yake ni kwamba kwa mambo yote, namba moja Mungu kwanza. Namba moja Mungu kwanza. Tumtangulize yeye kuliko vitu vyote kwanza. Kama anaweza kuwaelekeza taifa hili na watu wake, na tena anasema ameweka agano kwa njia hiyo, na anatoa maagizo, maana yake anataka tumtangulize kwa vitu vyote. Anasema vitu vya kwanza vya malimbuko vilete kwenye madhabahu yangu. Vitu vya kwanza. Kumbuka tuko mwanzoni. Vitu vya kwanza vya mwezi wa kwanza, vitu vya mwanzo
Maanake wazo la ndani lijijenge kwamba kila kitu kwanza, namba moja Mungu. Tukiamka, tukilala, tukiingia kwenye shida, tukiingia kwenye raha, tukiingia kwenye misukosuko, tukiingia kwenye dhoruba, kwanza kukumbuka habari ya Mungu. Wengine wanasemaga mama anapoingia kwenye tatizo, anaona kuna tatizo kubwa limetokea, kuna shida imetokea ghafla, wengine wanaanza kuita mama. Hatutaki kutanguliza mama, ila tunataka kumtanguliza Yesu. Mwite Yesu kwanza. Mwite Yesu. Wanafunzi wake Yesu, watumishi wa Bwana wakiwa katika mawimbi makali baharini kwenye maji, walimuita. Kwa hiyo inatuonyesha kwamba vitu vya kwanza. Kwa kama anawaambia kwamba kile cha kwanza mnapaswa kunipa mimi, maana yake ni kwamba nini hapo? Kwa sababu ili utoe lazima kitoke ndani ya mawazo, ndani ya moyo. Kwa hiyo Mungu anataka kutuonyesha kwamba ndani ya mawazo yetu tuweke au tumweke kwanza. Mawazo yetu ndani mwetu tumweke Mungu namba moja. Matatizo yapo, Mungu namba moja kwa neno lake. Tunakumbuka maandiko. Tukikumbuka maandiko, maana yake tayari tumemtanguliza Mungu. Tumtangulize yeye kwa vitu vyote. Tumtangulize yeye kwa mambo yote. Tukienda kwenye Zaburi ile ya 37, Zaburi ile ya 37, Mungu kwanza wapendwa. Mawazo yetu yajengwe kwenye kumtanguliza Mungu. Zaburi ya 37 na mstari ule wa 5 nasema, umkabidhi Bwana njia yako, pia umtumaini naye atafanya. Umkabidhi Bwana njia yako. Kumkabidhi Mungu njia maana yake ni kumtanguliza yeye, na kama alivyosema namwambia Musa na watu wake, nitatangulia mbele, nitatuma utiisho wangu, nitatuma mavu. Hiyo maana yake Mungu anatangulia. Yaani Mungu asipotangulia mbele yetu, tukajitanguliza sisi, lazima tutashindwa, lazima tukutane na madhara, ama hata kifo, ama hata maharibifu mengi tu yataweza kutokea kwa sababu hatukumtanguliza yeye. Tusijitangulize sisi, tumtangulize Mungu. Tuko mwanzoni mwa mwaka, mwezi huu. Tutangulize wazo, tutangulize tazamo, tumtangulize yeye, tumuone kwanza yeye. Tumpe yeye amiliki yote, afanye vyote. Ndio sababu anasema katika njia zetu tumkabidhi Bwana. Anasema tumtumaini yeye, alafu anasema baada ya kumtumaini umtumaini Bwana, anasema umkabidhi Bwana njia yako, pia umtumaini naye atafanya. Umkabidhi Bwana njia yako, pia umtumaini naye atafanya. Kumkabidhi Bwana njia yetu maana yake ni kwamba tumemkabidhi yeye kila kitu kwanza, tumemtangulizia yeye kila kitu kwanza, tumeamua kumwachia yeye kwanza. Tunasimama na yeye kwanza, tunamwambia yeye atusimamishe, tusije tukajisimamisha sisi, tusijitangulize sisi, ila tumtangulize Bwana. Tangulize Bwana ofisini, tangulize Bwana nyumbani, tangulize Bwana kwenye biashara yako, tangulize Bwana Yesu kwenye safari yako, tangulize Bwana Yesu kwenye mipango yako, tangulize Bwana Yesu katika vyote, katika yote. Na yeye akishatangulia anasema atafanya. Tumtumaini naye atafanya. Tuweke tumaini, tuweke imani, alafu na yeye anafanya, kwa sababu yeye ni Mungu aliye hakika. Ndio sababu anasema hata matoleo, hata kwenye mapato. Anasema kule kwenye Kutoka 34:26. Kwenye mapato. Maana yake hiyo yote ni Mungu anatutengeneza na tuwe na msingi au tuwe na muonekano ndani yetu, tuone hakuna kingine cha kutanguliza kwetu ila ni Mungu. Katika mambo yote, katika vitu vyote tunamtanguliza yeye kwanza. Narudi kule kwenye waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 4 mstari wa 19. Sisi twapenda kwa maana yeye alitupenda sisi kwanza. Yeye alitupenda sisi kwanza. Wazo ni wazo la ufalme kwanza, kumtumikia Bwana Yesu kwanza, kumkabidhi Bwana Yesu kwanza. Kwa hiyo kama alivyotupenda sisi, nasi imetupasa kumpenda kwanza yeye kuliko vitu vyote,
kwa sababu hakuna kitu ambacho Mungu alikipenda au anakipenda kwanza dunia yote zaidi ya mwanadamu, zaidi ya mtu aliyemuumba. Angalia nini kimeumbwa kwa tofauti na vitu vingine vyote katika vilivyoumbwa katika dunia. Kipi kimepewa nafasi namba moja kwa Mungu? Yeye namba moja kwa Mungu ambacho anakiona sana ni mapenzi yake kutimizwa kwetu. Yaani anatimiza mapenzi yake yeye, kwamba ametuona sisi, ametutanguliza, ametupa nafasi ya kipekee katika uumbaji, kama ni akili, maarifa, uwezo, kupambwa, katika yote ametupa sisi namba moja. Kwa kuwa ndivyo ametupenda sisi, nasi basi hatuna budi kumweka yeye kuwa namba moja. Yeye tu kwanza, vingine ndipo vifuate. Jina la Yesu litukuzwe. Mwaka huu badilika. Mwaka huu badilika. Mwaka huu badilika. Mwaka huu amua uende katika njia ya Bwana. Bwana Yesu awe mtangulizi, awe tangulie yeye, afanye yeye kwanza, atangulie kufanya yote yakawezeshwe na yeye tu, tukamkabili yeye. Kwa kuwa alitupenda hivi kwanza, imetupasa na sisi kumpenda sana na kumwacha yeye awe kiongozi wetu, uzima wetu na ushindi wetu. Mambo yetu yote tumkabili yeye. Mipango yetu yote tumwambie Bwana, naomba wewe tangulia. Maandalizi tulio nayo sasa ya kutengeneza bajeti, ya kutengeneza mambo mengi ya kifamilia, ya kiofisi, ya kiserikali, ya kikanisa, yote tunatamani, inatakiwa, inatupasa kumtanguliza Mungu kwanza. Yeye kwanza, ili atupe wazo. Tunahitaji hekima ya Mungu mwaka huu. Tunahitaji maarifa ya rohoni, yanatoka kwake. Yeye tumuombe atuweze kutujalia hekima, ufahamu na maarifa, ili tuweze kutimiza yale mapenzi yake ambayo anataka tuyatimize. Ili tusije tukatimiza mapenzi ya kwetu au ya dunia, inatupasa tumwambie yeye atangulie, atuongoze. Tutaongozwa na Bwana, tutaongozwa na Bwana, tutaongozwa na Bwana. Nitaongozwa na Bwana Yesu usiku kucha na mchana. Yesu rafiki wa heri, nakumbuka ya Kalvari. Utaongozwa na Bwana Yesu usiku kucha na mchana. Yesu rafiki wa heri, tunakumbuka ya Kalvari. Hebu nisome tena. Utaongozwa na Bwana, si kingine. Tusiongozwe na akili zetu, tusiongozwe na hekima zetu, tusiongozwe na elimu zetu kwanza, tusiongozwe na chochote kwanza, wala fedha wala utajiri wala mtu, ila kwanza tuongozwe na Bwana. Mawazo yetu yaongozwe na Bwana, na tukimwomba, tukimpa yeye, tukule, taona kwamba hata mapato, yani kila kitu chetu, namba moja ni Yesu. Isaya 44 mstari ule wa 6. Naomba nianzie mstari wa 5. Mmoja atasema mimi ni wa Bwana, na mwingine atajiita kwa jina la Yakobo, na mwingine ataandika juu ya mkono wake kwa Bwana, na kujiita kwa jina la Israeli, na kujiita kwa jina la Israeli. Bwana mfalme wa Israeli, mkombozi wako, Bwana wa majeshi asema hivi: mimi ni wa kwanza na mimi ni wa mwisho, zaidi yangu mimi hapana Mungu. Mimi ni wa kwanza. Mungu Mungu anathibitisha na kushuhudia na kutangaza kwamba yeye ni wa kwanza, tena yeye ni wa mwisho. Kama kuna wa kwanza na wa mwisho, basi ni Mungu
Hakuna wa kwanza na wa mwisho zaidi ya Mungu. Yesu peke yake. Unaweza ukafikiri unamtanguliza Mungu, lakini inatupasa kukagua sana kwamba kweli tumemtanguliza Yesu ndiye wa kwanza. Kwa sababu tukimtanguliza tutaona raha na furaha sana katika utendaji wetu wa kazi, na mambo yetu yatazidi kuenda kwa wepesi au kwa baraka. Tutaziona nguvu za Mungu, tutaona mapenzi yake, tutaona jambo. Kuna mambo yatabadilika, lazima kuna mambo yatabadilika. Kuna mageuzi yatatokea, lazima kuna mageuzi makubwa ambayo mbele yetu tutayaona yatatokea. Anasema mimi ni mkombozi wako, Bwana wa majeshi asema hivi, mimi ni wa kwanza. Yeye ni wa kwanza, hakuna wa kwanza mwingine. Usitangulize chochote cha kwanza zaidi ya Mungu. Tunajenga msingi, tuko na msingi tunajenga. Kwa hiyo mambo yetu yote na hali zetu zote tumwachie kwanza. Baba, katika jina la Yesu na kushukuru. Asante kwa neno lako hili, kwamba kwa kuwa ulitupenda wewe kwanza, nasi yatupasa kutanguliza kukupenda sana wewe kwanza. Katika jina la Yesu Kristo, utukufu wote na nguvu, mamlaka na uweza ni za kwako daima, Bwana. Ninaomba neema yako Mungu, uliye na neema, uliye na rehema, tukaongozwe na wewe, tukawezeshwe na wewe, tukavutwe nawe katika jina la Yesu. Baba, tujalie fahamu zetu, akili zetu na macho yetu na njia zetu, tukuone wewe kuwa ndiwe namba moja. Wewe ndio kila kitu. Yesu Kristo, Roho wako atujaze, ili akili, ufahamu ndani yetu tuweze kukupatia wewe nafasi yote, kila kitu uwe ndio wewe, kwa kuwa wewe Bwana utakuwa yote katika vyote. Katika jina la Yesu Kristo, tujaze neema, tujaze uweza, tujaze na nguvu, tuvutwe nawe kila wakati na kila saa. Mapenzi yako Baba yangu yakaendelee kutimizwa katika jina la Yesu. Bwana Yesu akujaze hekima yako, hekima ikawe ni kwanza Bwana Yesu, hekima ya pekee, kwamba tukamuone Mungu kwa namba moja. Mungu Baba, tujaze hekima yako ili tuone mambo yote kwanza ni wewe, kila kitu ni wewe, vyote ni wewe, wastahili wewe tu Bwana. Katika vyote na katika yote unastahili wewe Mfalme, unastahili wewe Bwana Mungu wetu. Simama nasi tena katika mwaka huu, katika jina la Yesu Kristo, tukawezeshwe kwa uweza wako na katika nguvu zako, katika jina la Yesu. Baba, achilia ufunuo, tujazwe mafunuo katika mwaka huu na maarifa ya rohoni, na hekima yako ituongoze. Mwongoze mtu huyu katika njia zote, katika mambo yote. Mwongoze, mfunulie, tufunulie, tupe kutembea katika njia yako, katika mapenzi yako, katika jina la Yesu Kristo. Tusishikwe na dunia, kwa jina la Yesu tusishikwe na dunia. Hata watoto wetu, wazazi wetu, kaka zetu, dada zetu, kanisa, taifa letu lisishikwe na dunia. Lishike wewe, likushike wewe Mungu, likuabudu wewe Mungu, likutegemee wewe Mungu. Kila mmoja atetemeke mbele zako Bwana, tutetemeke mbele zako Bwana. Nyakati hizi tusaidie, Roho wa neema tuwezeshe, tuongoze, tuvute sawa sawa na mapenzi yako, katika jina la Yesu Kristo. Na simama kupindua mawazo yale ambayo ni mabaya na ambayo tunajiwekea nafasi yetu wenyewe, tumejitanguliza wenyewe. Naondoa hiyo Bwana, tufunulie, tufungue, tuguse akili, ufahamu na mioyo, tujue kwamba wewe ndio wa kwanza na wewe ndio wa mwisho. Wewe ndio kila kitu, Yesu wetu. Roho Mtakatifu tujaze, jaze mtu huyu, mwongoze, mfunulie nafsi yake, ndani yake, akuone wewe Bwana, akujue pekee Bwana. Bwana Yesu abariki nafsi yako. Bwana Yesu aijaze nafsi yako na fahamu zako, kutambua, kuelewa na kuona kwamba yeye ndiye wa kwanza, na mambo yetu yote tuyanze katika Bwana Yesu. Tumwache Bwana amiliki vyote, atawale vyote katika yeye, kwa jina la Yesu Kristo. Roho kwa neema akawe nasi Bwana. Wazo letu la ndani, mawazo yetu ya ndani ya kutangulize wewe, tukuwaze wewe tu kwanza, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo. Asante Bwana, bariki mtu huyu, mbariki tele. Bwana akubariki. Sema amina kwake Yesu. Napokea kwa imani katika jina la Yesu. Tembea katika nuru, tembea katika nguvu. Yesu ni mwaminifu.
Waza neno la Mungu, waza mapenzi ya Bwana Yesu, waza njia ya Bwana, tafakari sana, tanguliza hayo na baraka utaziona. Bwana kubariki na kukujaza nguvu na uwezo.